Jamani, ili taifa ni kwa ajili yetu. Sisi hatujawekwa hapa kuwa watumwa na vitwana vya wageni. Tuna haki ya kufaidi fursa za kijamii, fursa za kiuchumi, fursa za kimaendeleo na fursa za kujiendeleza. Pamoja na kuzimiliki. Tunaambiwa utaajiriwa. Yaani nakutoa kwenye duka la baba yako alafu nakwambia mimi nalimiliki, wewe uajiriwe, unawe kama zuzu unacheka tu. Unafikiri ni maendeleo? Iga nilimkataba la kokorokocho lililookotwa huko Kizembe, watu wakafanya copy and paste wakifikiri si ni mazuzu, tumelikataa. Kwa hiyo wasiruke, na ili nalizungumza kabisa kwa vyombo vyetu vya usalama. Kama haviwezi kuwakemea watawala wanapotaka kuiba rasilimali za nchi kwa mikataba ya kilaghai, wakae kimya tukikataa. Wote waliohusika katika kuifikisha nchi hapa ilipo wawajibike. Ajabu, wanang'ang'ana na sisi tunao disclose ubovu wa mkataba, wanaacha majizi na majitu yaliyoileta hapa taifa yanakula na kutafuna vitumbua kwenye ofisi za umma. Mkataba la hovyo lisilokuwa na lifespan, li mkataba la hovyo linaloisubject nchi kwa kikampuni. Kama mazuzu tu tunakaa chini, mtu anakuambia dini pumbavu. Uni upumbavu wa kiwango cha PhD. Nataka kusema rasilimali za Tanganyika tutazilinda for whatever cost it takes, hata ikibidi maisha na uhai wetu. Hiki ni kiapo nilisema toka siku ya kwanza. Kwa sababu wengi hatuwajibiki, tunafikiri sisi tuko hapa by default. Hatuko kwa default, tunaishi sasa kwa sababu Mungu amepanga mpango wenzetu waje kuishi miaka 400 ijayo. Kwa hiyo tuna wajibu wa kutumia rasilimali zetu kwa kuwajibika, kwa kuhakikisha tunalinda maslahi ya sasa na yajayo ya taifa letu. Tutakuwa ni watu wa vitendo. Watanzania wengi wako wakituuliza, Mwabukusi ulikuwa unaongea, mbona hatukusikii ukiongea tena? Yaani kiongozi ukishapewa nafasi ya kuongoza hautakiwi kuongea, unatakiwa kubadilisha maneno kutoka kwenye kauli kwenda kwenye vitendo. Kwa hiyo Watanzania watarajie vitendo zaidi kuliko maneno. Hamtaniona nikiongea sana, ila mtaona vitendo vya TLS inavyofanya kazi.